Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Chama cha Mapinduzi CCM kimeonya vikali dhidi ya kauli na mienendo inayopotosha ukweli, kuchafua historia ya taifa na kuhujumu amani ya nchi kwa maslahi binafsi, ikisisitiza kuwa hakitaruhusu siasa za jazba, chuki na mgawanyiko kuendelea. Onyo hilo limetolewa na Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa NEC, Itikadi, Uenezi na Mafunzo ya CCM Taifa, Kenani Kiongosi, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma. Chama makini na chama imara hakikimbii hoja, hakikwepi mijadala, bali kinaungana na wananchi kuweza kusikiliza, lakini kuhakikisha siasa inafanyika katika kuwaletea wananchi maendeleo na sio kuleta madhira au madhara kwa umma. Kwa nini nasema kauli hii? Vipo baadhi ya vyama vya siasa ambavyo kazi yao kubwa ni upotoshaji, kudandia ajenda zisizo na msingi, kuligawa taifa, lakini kutokuwa wa kweli. Hivyo nitumie fursa hii kuomba vyama vyote vya siasa tukiongozwa na Chama cha Mapinduzi twende kwenye mijadala ya hoja, ya kujenga hoja. Siasa ni pamoja na kusikilizana, ila chama chochote kinachokimbia mijadala, maana yake hicho chama kimekufa. Na vyama hivyo vipo, na vingine mnasikia havitaki maridhiano, vinasema hatutaki kukaa meza moja. Sasa hawa ajenda yao sio njema kwa taifa hili. Hivyo niombe Watanzania waweze kujinasibisha na vyama ambavyo vimebeba ajenda za maendeleo, ajenda za amani, ajenda za umoja na mshikamano ambao utaleta ustawi katika maendeleo yetu. Lakini jambo lingine katika ziara hii ambayo ninakwenda kuifanya kama mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kuwahamasisha wanachama na wananchi kusimama imara: moja, kulinda chama chao; pili, kulinda serikali na taifa lao; lakini tatu, kwenda kuchochea amani, umoja, upendo na mshikamano ndani ya taifa letu, lakini tukisukumwa na dhamira ya dhati ya kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Chama cha Mapinduzi kinaendelea kusonga mbele kikiwa imara na madhubuti, chenye dira na chenye dhamira isiyoyumba ya kuwatumikia Watanzania. CCM haijengwi kwa maneno. CCM inajengwa kwa vitendo, na vitendo vinaonekana kwa kazi kubwa ambayo Chama cha Mapinduzi kimefanya ndani ya taifa letu katika kipindi chote ambacho kimepewa fursa na wananchi ya kutoa uongozi ndani ya taifa hili. Lakini jambo lingine, siasa ya nchi yetu inazidi kuimarika na kukubalika ndani na nje ya nchi yetu. Na ndio maana katika sekta mbalimbali kumekuwa na mapinduzi makubwa ya uchumi na ukuaji katika baadhi ya maeneo. Tunakwenda kuangalia yaliyoahidiwa yanatekelezeka, lakini kwenda kukijenga chama chetu kama ulivyo utamaduni wa Chama cha Mapinduzi wa miaka yote, kwenda kukutana na wapenzi, mashabiki na wanachama wetu, lakini kwenda kukutana na Watanzania kusikiliza changamoto zao, kero zao na mambo ambayo wanataka kutuambia sisi kama chama, ili tuweze kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Hivyo nitoe taarifa, kuanzia tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2026 tutaanza ziara katika mkoa wa Singida. Na mkoa wa Singida tutatembelea wilaya zote. Tutaanza na Manyoni na kuendelea na wilaya nyingine mpaka tutakapohitimisha tarehe 22 kwa awamu ya kwanza. Lakini hii ikiwa ni sehemu ya dhamira thabiti ya Chama cha Mapinduzi kushuka chini, kukutana na wananchi ana kwa ana, kusikiliza na kuzitafutia ufumbuzi kero, lakini kuendelea kulinda misingi ya heshima na mwelekeo wa taifa letu pamoja na ujenzi wa chama chetu. Kama ambavyo mnafahamu, Chama cha Mapinduzi ndio chama kikubwa hapa nchini,
lakini chama kikubwa Afrika na chama kikubwa katika vyama vitatu duniani vikubwa vya siasa, huwezi kukitaja ukaacha kukitaja Chama cha Mapinduzi. Na nyinyi waandishi wa habari ni wasomi wazuri, mkipitia kwenye record zenu mtaona baada ya CPC ya China tunaingia pale Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunaongoza siasa zetu. Hivyo ziara hii inalenga kuimarisha uimara wa chama, lakini nakwenda kusisitiza kwamba CCM ndio chama cha wananchi, chama kilichobeba dhamana ya kulinda amani, umoja, mshikamano na kuleta maendeleo chanya ya taifa letu. Hivyo katika ziara hii chama kitafuatilia utekelezaji wa ahadi ya mwenyekiti na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizotoa kipindi cha kampeni, ikiwemo zile siku 100 ambazo nimeeleza hapa. Tunaendelea kuchakata ahadi zote zile za siku 100 ambazo Mheshimiwa Rais aliahidi katika mikutano ya kampeni, kwenda kuona zimetekelezwa au zinatekelezwa au zina mkakati gani wa kuweza kutekelezwa, kwa sababu zipo ahadi ambazo zimetekelezwa kwa 100%, lakini zipo ahadi ambazo zipo katika mchakato zinaendelea, na nyingine nafikiri zitakamilika kabla ya hizo siku 100 kuweza kupita. Katika kipindi hiki ambacho baadhi ya watu wameamua kutoa kauli zenye kupotosha, kukatisha tamaa wananchi au kujaribu kuchafua juhudi kubwa zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6, serikali ya Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi kinasimama imara na kusema wazi kwamba hatutaruhusu historia, ukweli na mafanikio ya taifa letu yachafuliwe kirahisi na kupotoshwa kwa maslahi ya watu binafsi au maslahi ya kisiasa. Aidha, ameeleza kuwa serikali imetekeleza ahadi yake ya ajira kwa kutoa ajira zaidi ya 12,000 katika sekta mbalimbali, huku mpango wa kutoa shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuwawezesha vijana ukiendelea kutekelezwa nchini. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.